nchi. Unapozuru wengine asubuhi ya leo Bwana, usitupite, bali mfalme enda pamoja nasi. Uinuliwe Yesu na uabudiwe. Asante mtakatifu, asante mwana Mungu ulio hai, asante Israeli. Pokea sifa na heshima zote, kwa maana Bwana umetenda, na utukufu ni wako, hautuuguzi Bwana. Asante Israeli, na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na tukuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Piga makofi mazuri kwa Yesu unapofurahia upendo wa Bwana. Chezea Yesu jamani. Bwana anakujua, anajua matendo yako, neno yako. Alikuokoa katika magonjwa, katika shida. Yeye ni Baba, yeye ni Mungu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Namjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua rafiki mwema, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Piga makofi mazuri unapomaanisha mbele za Bwana, unapomjua anayekuokoa usiku na mchana. Piga makofi. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. 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 Ninamjua
watu kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu mbele za Bwana, mwambie Mungu ni wewe. Mwambie Mungu ni wewe, Mungu utakazo, mfalme wa amani, wewe ni Mungu unaweza. Yesu Bwana. Baba yangu unastahili heshima na utukufu zote, wewe ni Bwana. Mwambie Mungu ni wewe unaweza, mfalme ni wakati wako. Wewe ni Bwana unaweza. Kama uko na fungu lako mfalme mbele as we worship God. In the name of Jesus, as we worship God, if you have your fight, you can move forward. Wewe ni Mungu asiyeshindwa kamwe. Oh Yesu mtakatifu. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Asante Bwana. Naja kwako Bwana, naja kwako Yesu. Ni wewe Bwana mfalme wa utukufu na heshima Bwana ni zako Bwana, ni zako heshima. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako zishi. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako zishi. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako zishi. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako zishi. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako zishi. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako zishi. Inua mikono yako juu tunapoenda kuomba mbele za Bwana. Baba na Mungu wetu umetukuka, jina lako lihimidiwe na kuinuliwa katika mchana wa leo. Asante kwa nafasi ambayo umetupa tukaweze kuwepo uweponi mwako, ili Baba tukapate kukuabudu na ukapate kusema pamoja nasi. Watu wako wamekuabudu kwa njia ya nyimbo za maabudu na sifa. Tumekuabudu kwa njia ya sadaka zetu. Tunaenda kukuabudu pia kwa njia ya fungu letu la 10 ambao umetuahidia katika Malaki 3:10 ya kwamba tunapokuwa waaminifu nawe utayafungua malango na madirisha mbinguni, ukatunyeshe na utele wa baraka zako. Na zaidi ukatuahidia Baba utaenenda mbele na kukemea kila mharibifu kwa niaba yetu. Ningependa kutangaza napoinua our tithes mbele zako, nenda ukabariki kazi ya mikono yao, nenda ukabariki jamii zao, bariki kuingia kwao na kutoka kwao na kurudi kwao, in the name of Jesus. Kazi ya mikono yao wache kabarikiwe, kila misukuma ya magonjwa, kila vita vya kila aina vikanyamazishwe katika jina la Yesu. Maana wa Mungu ni asante, kutana kila mmoja katika ile hitaji lake. Tunakushukuru kwa kila mmoja ambaye ameingia katika ibada hii. Asante kwa wageni wetu, asante kwa kina mama
Sante kwa wazee, sante kwa vijana wa kiume na wa kike. Na Baba, zaidi ya yote imefika majira tunapenda kuketi miguuni pako, kapata kutulisha mkate wa uzima ambalo ni neno lako. Nena na mtu katika mahala hapa, kabariki maisha ya mtu, kemea mtu katika jina la Yesu. Na Baba, utukufu wako atukuzi tunakurudishia. Naomba Baba unitumie kuwa chombo tu utakachotumia kunena na maisha yetu. Yeyote anayefuatilia ibada hii popote alipo, natangaza baraka juu ya maisha yao. Unapotubariki mahala hapa, pia ukawabariki Jehova, katika jina la Yesu. Tunasambaratisha kila anga ya giza, kila mipango na njama za mwovu shetani kinyume na yote aliyoko mahala hapa na ibada hii. Tuna paralyze his operations in the name of Jesus. Roho Bwana, chukua ushukani, nena na watu wako, ni katika jina la Yesu twaomba na hata tukiamini, na kila mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi ya sifa, shangwe na vigelegele. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe kimbilio letu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana kimbilio letu, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana kimbilio letu, ni wewe Bwana, tumaini langu, ni wewe Bwana, msaada wangu, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana. Shangwe na vigelegele. Confirm kama kuna kiti nyuma yako na unapokaa, kalia adui yako sawa sawa. Suffocate your enemy asiponyoke kukuangaisha tena. Extend a hand of welcome to your neighbor. Mwambie karibu sana katika ibada hii. Haleluya. Weka mikono pamoja tunapowakaribisha wageni wetu katika nyumba ya Bwana. Karibu sana wageni wetu. We love you and let God bless you. Ningeomba nitaenda kuhubiri kwa muda mfupi sana. Hili ni kanisa la Power of Jesus International Ministries, and where we are holding our service, this is our church ground where we intend to build the house of God. Currently tuna fellowship pale, imekuwa kidogo sana. Imagine ya watu wote wanatoshea pale, kwa hivyo tunawafinya sana. Kwa hivyo we are looking forward to build God a sanctuary in this place, na ambayo watu wa Bwana wataweza kumwabudu, watu wa mataifa yote. Kwa hivyo wageni wetu tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu. Welcome and be blessed even in this service. Kwa majina naitwa Reverend John Omoke, the lead pastor of this ministry, and also we have pastors whom we are serving together. Kindly stand up for the purpose of introduction. Huyu ambaye kwa mkono wangu wa kushoto anaitwa Pastor Oliver Wanjala, mwenye anafuata. Just wave Pastor Oliver. God bless you. Mpigie Pastor Oliver makofi mazuri. Anayefuata anaitwa Pastor Chris Kadima. Pigia yeye makofi mazuri. Ambaye mwisho pande ile ni Pastor Margaret Otieno. Pigia yeye makofi mazuri. Wenye wameketi nyuma yenu ni viongozi wa kanisa, baadhi yao na wengine ambao wapo. So this is a big church. We are here 3 years old, but we have seen the grace of God. Within 3 years, God has increased us, He has blessed us na shamba plot 4. Kwa hivyo tunaenda kasi sana. And I want to say na ujasiri wote, this is one of the fastest growing church in Busia and in this nation. Na muweze kutuangalia vizuri. Hallelujah. Ambia mwenzapo, we are coming and we are taking over. Wangapi wanasema we are taking over katika jina la Yesu? Wapi sigalagala ya wanapower?
So without much ado, ningependa niingie moja kwa moja katika neno la Bwana. Ningependa mtu ambaye atasomea kwa Kiswahili awe karibu na mic, alafu tutaweza kuomba na kisha tuingie katika hiyo shughuli nyingine, na ni shughuli ambayo itachukua muda mfupi sana. Haleluya. Sisi ni watu wazungu. Haleluya. Sisi ni wazungu wa Afrika ambao tunafanya mambo yetu kimpango. We are a very organized ministry and we thank God for that grace. Kwa hivyo ningependa tufungue katika Biblia zetu the book of Genesis chapter 29 verse 25 to 29 and the book of Genesis 38 verse 12 to 15. Na vile nilikwisha kutangulia kuambia, our message today is entitled Father Uncover Them. Ama my Father uncover them. Sema Baba wafunue. To uncover ni kufunua. Ambia mwenzako kuna watu wanawekwa wazi leo katika maisha yako. Kuna vitu vinawekwa wazi katika maisha yako siku ya leo. Kuna madhabahu inawekwa wazi. Kuna nguvu zinawekwa wazi katika ibada ya leo. Who is that one who is going to read for us the book of Genesis, Mwanzo 29 mstari wa 25 hadi 29, na kisha hiyo same Genesis 38 verse 12 and 15. Pastor Oliver, you can read for us please. Maandiko yanasema hivi: ikawa ilipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea, akamwambia Labani, nini hii uliyoitenda? Sikukutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu, naye kwa utumishi utakao mtumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akamupa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha awe mjakazi wake. Genesis 38 verse 12 to 15. Mwanzo 38 12 hadi 15. Maandiko yanasema hivi: siku nyingi zikapita, akafa binti Shua mkewe Yuda. Yuda akafarijika, akaenda kwa watu wake, wakatoa manyoya kondoo huko Timna, yeye na mwenzake Hira Mwadalumi. Huyo Tamira akapewa habari kusema, mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu. Na kama Biblia ni yako, underline that verse. Rudia verse mchungaji. Mstari wa 14. Yes. Basi akavua nguo za ujane wake. Basi akavua nguo za ujana wake, identity yake. Mtu anakuambia namna hii, ukimaliza mwaka hii basi sikusaliwa. Na umalizi hakika. Aliwaambia jamaa moja sasa tu shamba. Yaani mtu anataka asongeshe kutoka hapa mpaka hapa na ameingia kwako, usiulize. Ndio mwambie mse congratulations kwa kunikula shamba. Kwenda kuuliza, anamwambia kijana, unanijua? Utaoza ukiwa hai. Jamaa alianza kufura, anapasuka, maji inadondoka. Jamaa akaanza kunuka. Hospitali wakipima hakuna ugonjwa. And we buried him. Kitu kizuri na shukuru Mungu. Mchawi mwenye kuroga, wengine wakikufa, hata yeye anakufanga. Hata mganga ya kusema anatibu kisirani, anaondoa mikosi. Ukitembea nyumba yake peke yako ukiangalia vile anakaa, unaona shida zimemzingira kweli kweli, mpaka unashindwa kweli ni nini ilinileta hapa. Majina makubwa na vibendera, mganga kutoka Sumbawanga, mganga kutoka Tanga,
na tipu kisirani na peana bahati mzuri, unaenda bahati. Ukifika kwa mtu anakupatia bahati, kakiti anakalia shida. Alafu anakuambia ukuje na kuku nyeusi. Manyoya ndio nyeusi, hakuna kuku ndani, nyama inakuanga nyeusi. Na nakwambia ulete na kachumbi, ulete na hoho, ulete na dania, nikuje nikufanyie kafara. Wewe si ni mjinga sana, uone unaletea mtu sapa. Nataka nikurogee hiyo mtu. Unajua damu ya kuku haina value. Hiyo ndiye anakata, anasema hiyo damu vile imemwagika, mwenye ameleta hii kuku fanya vile anasema, lakini kuku ndania hoho na pilipili manga. Inaitwa pilipili gani? Anaambia bibi leo fanya nini? Pika saba, mjinga ameleta. Mimi msako hivi tunadanganywa. Akishakula akimaliza anakupatia kamfupa, sasa amemaliza nyama. Bala atupie umbu akule, anakuambia kamfupa wekanga kwa mfuko usitoange. Tembeanga nayo. Na wewe kuna imani ya kwamba kamfupa kana protect wewe. Ambia mwenzako usinyanganye chakula umbwa tafadhali. Kama uko na mfupa rushia umbwa ikule. Hiyo ni uongo mtupu, hakuna kitu hapo. Nikaambiwa na mpendwa mwingine kutoka Nairobi. Na niliwaambia pastor alileta kokoto, ambia mwenzako kokoto kutoka Mombasa. Ile ya bahari. Akabeba magunia, akakuta wajinga wa kiroho. Kawaambia nataka niwasaidie vile mna take over mji. Unaleta 5,000 nakupa kamawe kamoja. Ukileta 10,000 nakupa kamawe 2. Na vile unakuwa na mawe mengi, vile una take over the city of Nairobi. Uliza mwenzako uta take over city ya Nairobi na watu walimea wakapanda manyumba kila mahali. Uta take over namna gani? Na akawaambia hiyo pesa weka kwa kibeti, isitokange. Utakuwa unaangalia, ukienda mahali unaangalia, eti vile umeangalia hivi, Roho wa Mungu anakumbusha mji, inafaa kukubali. Mbona mwenzako ujinga? Na kanisa liko na watu kama 1,000. Imagine 5,000 times 1,000. Mhubiri aliunda pesa ngapi? Na nikija hapa nikiwahubiria bure bure, bado mnaniangalia kama brokers. Mbona mwenzako wewe nini mbana wewe? Pastor anatoa jasho, hata sodo wewe mpatia. Na mchanja akikuja kuambia naona leta 10,000, unakimbia unauza paka ngombe unaleta. Nani aliyekuroga? Sasa wajinga wako na mamawe kwa kibeti na pasta yeye ameweka pesa kwa mfuko. Ule mwenzako hata kama ni kirosi ukue mjanja. Wengine wakadanganywa eti mkojo yako inatibu HIV, watu walikunywa mkojo. Mliona uko Meru? Miaka ya nyuma. Ama muonangi TV nyinyi? Watu walikunywa mkojo, mimi watu walikunywa mkojo. Eti wanapona HIV. Uliza mwenzako, yani hata biology kidogo ulisoma, understand human waste. How can a human waste become a medicine for you? Angalia mwenzako mwambie mimi nashangaanga. Unapokuja kanisa kando na roho, kujanga na akili yako. Mwenzako beba na akili yako hapa. Hapana, wacha akili yako nyumbani. Kuna watu wamekuwa too heavenly conscious until they become earthly useless. Mimi sina haja na vitu ya dunia hii. Mbinguni ndio kwetu. Ambia mwenzako mjinga wewe. Kabla ufike mbinguni lazima uishi hapa. Ishi vizuri. Patia mwenzako wewe Muislamu mwambie ishi vizuri. Wacha kuepea mbinguni ukiteseka. Mimi sina shida. Hata nikikosa nyumba hapa mbinguni kuna makao. Ambia mwenzako hata mbinguni vile unakaa hapa, hata mbinguni utakaa namna hiyo. Kunaye alikuwa anakaa kwa mlango ya mtu anaitwa Lazaro kwa tajiri. Alipojikuta mbinguni badala kuwe na mansionette yake, baada yako kwa kifua ya Abraham. Unafanya nini kwa kifua ya Abraham baada kuwe kwa mansionette yako? Ule tajiri anasema aje? Abraham, ambia nani? Lazaro. Kwa sababu anaona yeye ni mtu is a nobody. Is a vagabond, even in heaven ni vagabond. Ambia Lazaro aenda achofie kidole yake kwa maji, akucha burudisho ulimi yangu. Mimi zako chunga sana vile unakaa hapa. Mbinguni ndio unaweza ingia, lakini utaingia ukiwa kama nani?
Pigia Bwana Yesu makofi kidogo. Muulize mzako, pasta anakusaidia. Kwa hivyo jitahidi sana. Lazima uishi. Ambia mzako lazima uishi hapa. Bugengi lazima uishi. Ile miaka Mungu atakujalia. Na ukae vizuri. Yenye inabaki ndio umalizie mbinguni. Lakini mbinguni sio kuepea maisha because of your failures. Pigia mimi makofi mazuri. Wacha hapo, kuna watu wameanza kuomba, pastor tena unaenda wapi hapo? Mungu amesikia maombi yenu. Pigia Yesu makofi. Number 4, you cannot identify them. Wakati mtu amejificha huwezi kumtambua, huwezi kumjua. Hata Yesu, unakumbuka wakati wakienda kumsulubisha, walifunika, wali blindfold, wanampiga pasi. Wewe ni Mungu, sema nani amekupiga? Umesoma kwa Biblia hivyo? Walifunga nani? Ambia mwenzako Yesu. Kwa sababu walijua tukifunika macho hataona nani amempiga. Alafu anamuenjoy. Si wewe ni Mungu unajua kila kitu. Pa! Sema nani amekupiga. Na wamefunga nini? You cannot identify them. But kuanzia leo tunawafichua na utawajua katika jina la Yesu. Number 5. Number 6. You put in your best but experience shame. Unapeana yako yote mzuri, lakini matokeo yake inakuwa ni aibu. Jacob did all his best, akijua I'm going to receive my dear wife Rachel. To his surprise, shame. Akona nani? Lea. Na hakuna kitu kibaya uishi na mtu ambayo naita mke na umupendi. Mbona mwenzako utakuwa na kajiana mkadogo hapa duniani kabla jehanamu yenyewe. Halo. Mbona mnakaa kama mko kiroho sana? Yaani hiyo kama mnalenge inapita bure. Mimi mwenzako usijifanye kama hujasikia. Umesikia? Hakuna shida kubwa kama kuishi na mtu nyumba moja, kitanda moja, mnakula sahani moja, lakini hampendani. Anakuambia namna hii, sikufeel. In fact, I don't feed you. Na kuona kama miti inatembeanga. Ukiona mwenzako ameanza kukuambia ni kama mti inatembea, ambia mwenzako jihadhari. Anza kuomba maombi ya kufunguliwa macho. Bwana Yesu asifiwe. You will enjoy when you live with the person your heart loves. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako utakuwa mtumwa ya mapenzi, utafurahia mapenzi. Hallelujah. Number 7. You cannot know what is in them. Mtu akijifunika huwezi jua kilicho ndani yake. Utamwangalia na face value na mjaji. Huyu mama ni mzuri, huyu ndugu ni mzuri, ananiongeleshanga vizuri. There are people who can come to you, they kneel down wakikusalimia, lakini ndani ya mioyo yao wamesimama wakisema mjinga wewe. Kwanza wadada wakitaka kitu kutoka kwako, mimi nasema wakitaka kitu kutoka kwako, pastor Oliver kuja hivi kidogo, kuja na kakiti ya mwisho ni demonstrate kitu hapa. Unajua watu wengine hawaonangi mpaka waone. Kaa hapo. Ambia mwenzako ukiona mwanadada kaa hapo. Ukiona mwanadada amekuja, Mayabi, you are everything. Ambia mwenzako ngojea kombora. Kombora inakuja. Wewe utaona mtu mwanadada ako mnyenyekevu mpaka amenipigia magoti. Lakini ndani ya moyo anasema mimi sijapiga magoti, nimesimama, kile nataka ni pesa kutoka kwako. Alafu anasema Abi, sasa nilikuwa naenda kuona madhe, ile pesa nilikuambia 30,000 utanipatia ama utanipatia? Usijali, iko yote. Na sasa nitaenda kwetu bila kutengeneza nywele. Tutatengeneza yote. Na na nguo. Nipe bill. Ambia mwenzako hivyo ndivyo wengi mmekorogwa. Pigia pastor makofi mazuri. Ukiona mtu anakuja akipiga magoti, ambia mwenzako ngojea kombora, utapigwa kombora 3 unaenda down. Pigia pastor makofi mazuri. Lakini kama ni tabia yako unapiganga magoti, usiwache kupiga. Halo. Lakini wanadada wa Kenya hiyo ni nadra.
Mama wangapi hapa mnapigia wazee wenu makofi magoti? Inua mkono tukupigie makofi na usidanganye huko katika uwepo wa Mungu. Wengine hata anaambia mzee, chakula ndio ile. Mboga iko pale. Jiko iko pande ile. You can serve yourself. Mimi nimelala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda Tanzania, mwenzako Tanzania na majirani hapa Uganda watatembea kwa magoti, lakini ndani wamesimama wanasema mjinga wewe, leo utajua. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Hautajua kilicho ndani yao. So kwa mtu aliyepandwa karibu na wewe, uwezi jua kilicho ndani yake wakati amejifuni. Wengine they are there to hinder your life, kuzuia maisha yako. Wengine wako to monitor you, wako na kupeleleza na kupeleka ripoti katika kambi ya maadui. Wengine wako to delay your answers, majibu yako inachelewa. Wengine wako to give you what you don't want. Unaomba hiki, wana exchange, wanakupa chenye utaki. Wengine wako to scatter what you carry. Kuna kila mtu aliye hapa, kuna kitu unabeba ndani yako. Lakini kuna mtu anapandwa na shetani na anakuwa na extension. Ameshika shetani mkono mwingine na anakushika na mkono mwingine, na kazi yake ni kuwa kilicho ndani yako. Na kutabiria katika mchana wa leo, kilicho ndani yako hakitakufa, hakitatawanyishwa na yeyote yule. Slapu ya neba, mwambie kilicho ndani yako, hatima yako, ndoto yako haitatawanyishwa na yeyote yule awaye. Sema amen. They hinder your success. Hawataki ufanikiwe. As long as, enda angalia, kuna watu ukikaa na wao ulikuwa unaendelea vizuri hapa awali. The moment they came to your life, ukaanza kukanyaga reverse gear. Pesa ikaanza kupungua, maisha ikaanza kusambaratika, na mwisho umejikuta negative 90. What happened? There is somebody around you, kazi yake ni kuhinder your success. Sema aina ya mtu hiyo namtoa katika maisha yangu. Mungu akuletee watu watakao add value to your life. Watakuja wawe plus to you. Ulikuwa na 1,000 iongezeke ikuwe 3,000. Ulikuwa na kambuzi moja ikuwe ng'ombe. Ulikuwa na kakioski ikuwe duka. Sema hao ndio watu Mungu naomba kukutanisha na wao kuanzia leo. Ulikuwa unafunga siku moja, ufunge siku 3. Anakuchallenge to go higher. Anakuchallenge to dream big. Nataka tusimame kwa miguu yetu as I finish. Nataka tuombe maombi kama 3 hivi as I finish. Simama juu kwa miguu yako. Mbele mwenzako, leo sio mambo ya mahubiri sana. Tutaendelea Wednesday ukija. Nataka tuombe ombi 3 hapa kulingana na hili neno. Na nataka umananishe kabisa. Wacha Mungu akusaidie. Watu wanaojifunika ukawadhani ndio kumbe sio, wakakufanya ukafanya maamuzi mabaya, ukaishi maisha ya frustration and shame. Mungu awafichue siku ya leo. Nataka tuombe chochote kimefunika maadui zetu tukose kuwatambua, na huku wanatukula, wanatuhangaisha, wanatumaliza. Mungu ararue chochote kimewaficha, wakapate kuwa exposed in the name of Jesus. Tukapate kuwaona vyema na kuwajua vizuri katika jina la Yesu. Nataka inua mikono yako miwili na urudie ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, my Father, my Father. Chukua. My Father, my Father. My Father, my Father. Every angelic garment wearing for me, so that I cannot identify them, I tear that garment. Sema yeyote aliyevalia vazi la kimalaika ili nikose kumtambua na kumbe ni adui, nararua hilo vazi kutoka kwake, nararua vazi la giza, nararua vazi la kumficha. Raruka, raruka, raruka. Enda mbele za Bwana, omba sasa. Sema yeyote aliyevalia
amevalia vazi la kimalaika, akionekana usoni pako unadhani ni malaika, kumbe ni adui mkubwa anayetafuta siku na saa ya kukuangamiza. Sema leo tunawafua hayo mavazi yao yanaoonyesha kukuachizi wasivyo katika jina la Yesu. Kila garment ya udanganyifu raruka, raruka leo, raruka. Vazi lolote adui yangu amevalia, nikadhani ni rafiki, nikadhani ni mwandani, nikamshirikisha mambo yangu, nikashia na yeye mambo yangu, raruka leo, raruka leo. Jina la Yesu. Prayer point number 2. Every evil protection. Sema every evil protection of my enemies as I pray, scatter by fire, scatter by fire in the name of Jesus. Sema kila kifuniko na ulinzi wa giza unaofunika adui zangu, ninapoomba sasa, tawanyika, tawanyika, tawanyisha, tawanyisha. Omba, 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 omba. Chochote kime protect your enemies, ili usiwafikie, ili usiwajue, ili usiwatambue. Rarua, rarua, rarua those evil protection katika maisha yao. Rarua, 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 rarua hiyo protection. Rarua, rarua, rarua chochote kinachofanya wakuwa na kiburi, wakidai ya kwamba wako na nguvu. Rarua kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Ya tatu na ya mwisho, anything the enemy, urudia nyuma yangu, anything the enemy has fired into me, making me to like them and not suspect them, scatter by fire, scatter by fire. Sema chochote adui zangu wamenirushia ndani yangu kinachonifanya niwapende na nikose kuwa suspect, kuanzia sasa tawanyika, tawanyisha, tawanyisha. Ondoa hiyo mishale wamerusha kwako, kiwango ukose kuwatambua, ukose kuwajua. Rarua, 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 rarua. Kata, skata, 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 skata. Hiyo mishale wamerusha kwa nyumba yako, wamerusha kwa ndoa yako, wamerusha kwa kazi yako, ukose kuwa suspect, ukose kuwatambua. Rarua Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako juu. I want us to do a cooperate prayer. Yule mama ambaye alikuwa ni mgonjwa, kimbia hapa mbele. I want to pray for you. Kama kuna mtu mgonjwa, kuna mtu aliyeota ambaye nimekuangaisha, kuja hapa tukuombee na Mungu atakusaidia. We are going to do a prayer, a general prayer. Yako ni kuconnect in faith na Mungu ataenda kutenda katika jina la Yesu. Kuna vitu vimekuwa fired against your body, vikaleta magonjwa. Wanarusha mshale, wanasema fika kwa mwili wake uwe pressure, fika kwa mwili wake na uwe asthma, fika kwa mwili wake na uwe cancer, fika kwa mwili wake na uwe diabetes. Kata, kata. Sema mimi sitakufa, lazima nitaishi, 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 nitaishi katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, ambia Baba, nimekuja mbele za madhabahu. Kila mishale iliyoelekezwa kwangu, ikawa magonjwa, ikawa failure, ikawa masikini, ikawa mahangaiko, leo niachilie. Fungua kinywa chako, omba, mwambie Mungu jambo. Ambia Baba, na surrender yote kwako, naleta yote kwako sasa hivi. Chochote nimerushiwa na maadui, nikadhani ni marafiki, wengine tulikula nao, tukakunywa nao, tukatembea nao, yakatakabayanda. Wengine wakakuletea mua ya kwamba nakuletea mua ni tamu sana, kumbe lengo lao ni kwamba utafune. Unaporusha hiyo maganda chini, wanataka mate yako, na kutoka siku hiyo kile unaongea kinachukiza, haupati kibali. Chochote unaongea watu wanakasirika. Kata, kata, kata. Sema chochote kilicho cha giza kinyume na maisha yangu, magonjwa niliyosukumiwa, niachie, niachie leo. Kila mmoja inua sauti yako. Kata, kata katika jioni ya leo, kata, kata katika mchana wa leo. Mishale
yale yote niliyoelekezewa, ikawa ugonjwa kwa mwili huu, ikawa pressure, ikawa asma, ikawa diabetes, ikawa failure, ikawa masikini, na kataa matokeo yote ya daktari isiyo yangu ambaye imekuwa manipulated. Ninakataa. Kwa sauti yako kanusha. Dai afya yako, dai uponyaji wako. Popote umechukuliwa, magonjwa yakabadilishiwa wewe, tangaza kwa jina la Yesu. Enyi maroho ya kutoka kuzimu, popote mlisukuma kutoka kuja kuangaisha huyo mama, kuachilia magonjwa na kifo ndani ya maisha yake. Amefika mahali hapa kuna uzima. Hapa kuna uzima. Enlargement of the heart. I cancel you. Kila mshare ya wachawi, magonjwa usionekana hospitali, ondoka. Fire. Sema fire. Fungua yeye. Toa magonjwa ndani yake. Toa hiyo magonjwa. Toa hizo laana. Toa hiyo roho ya kifo ndani yake. Mfungue aishi. Mfungue afurahie maisha. Sema fire. Wachawi wote, kila aliyepanda vitu ndani ya mwili, chukua mizigo yako, chukua magonjwa yako, toka. Chukua magonjwa yako, kila madhabahu yaliyoshikilia afya yako, fire. Kila maadui wanaojifanya kuwa marafiki katika maisha yangu na wamejificha nikakosa kuwatambua, wamenitenda hila, wameniachilia magonjwa, wameleta mikosi na visirani katika afya yangu, katika kazi yangu, katika ndoa yangu, anza kuchomeka sasa. Chomeka popote mlipo. Madhabahu yoyote ya giza yaliyoshikilia kilicho chako, yaanze kutapika sasa. Yaachilie katika jina la Yesu. Inua sauti yako, anza kuomba kulingana na hiyo ombi. Sema naachiliwa huru sasa. Ninatoka katika hizo madhabahu. Chochote ambacho kimenifungia, kama vile dada yule aliyewekwa kwa mtungi, wakaweka mpaka masaa ikifika saa 4 hawa amefariki. Vile Mungu alipasua ile mtungi, hata wewe mitungi yote iliyowekwa kwa ajili yako, maisha yako ikakuwa caged. Naachilia moto sasa. Naachilia moto sasa. Baba, katika jina la Yesu, nateka nyara kila maroho chochote kimetesa au wapendwa, iwe ni marafiki ambao ni maadui, wamekosa kuwatambua, wamekuwa ni chanzo cha mahangaiko katika maisha yao. By touch of your power over their heads, begin to scatter. Sema scatter by fire. Nguvu zinararuka, mikosi inakuondokea, vifungo vinakuachilia. Sema chochote walifunga, waachilie sasa. Fire. Ashasia. Fire. Iyo magonjwa, iyo kifo, kataa. Hawatakuangamiza, hawatakumaliza, hawatamaliza ndoa yako, hawatamaliza watoto wako, hawataangamiza bwana yako, hawataangamiza mke wako. Maroho kutoka majini, maroho kutoka mistuni, maroho ya kutoka angani, maroho ya kutoka nchi kavu, tunawashika mateka. Tunaachilia jeshi la mbinguni, malaika shuka, tembelea wapendwa hawa. Magonjwa yote yamepandwa ndani ya miili yao, naachilia moto.